أيها الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khutba yangu ya leo insha Allah ta'ala tutaenda kuangazia wasailu tawasul al-ijtimai wa atharuha ala al-mujtama, mitandao ya kijamii pamoja na athari zake katika jamii. Tawasul ambazo kwamba tuko nazo katika ulimwengu wetu wa leo zinaleta athari gani katika jamii iliyotuzunguka? Kuna mazuri gani ambayo kwamba sisi kama ambao kwamba tulojaliwa vifaa hivi vya kutumia katika maisha yetu yaliyopita na maisha yetu ya sahihi tulionayo na maisha ambayo kwamba yatakuja baadaye? Je, kuna athari zipi ambazo kwamba zitaenda kuachwa na kuchukuliwa baada ya kufa sisi tulio hai tunazozitumia, na vile vile zitaenda kutumiwa katika generation ambazo kwamba zitakazokuja? Je, athari hizi zitakuwa ni nzuri kulingana na ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala, ama athari hizi ambazo kwamba tutaziacha sisi watakazochukua generation watakayokuja ni athari ambazo kwamba Mwenyezi Mungu hataziridhia? Ittisal ambazo kwamba zinapatikana katika jamii, mawasiliano ambayo kwamba yanakuwa katika vijana na mababa ambao kwamba tulionao, utaenda kupata kuwa hadhihi al-asr alladhi naishu fihi huwa asrul infitahu teknolojia, nizama ambazo kwamba mwanadamu anaishi kulingana na teknolojia zake ambazo kwamba anaenda kuzitumia kulingana na maisha yake anayompeleka. Lakini laqad asbaha al-alam kaqaryatun saghira, imeenda kwa huu ulimwengu umekuwa ni kama kitongoji au mtaa mdogo ambao kwamba tuko nao katika viganja vya mkono, bifadli wujudi wasailu tawasul ijtimai, kwa sababu ya kwenda kupatikana vyombo au mitandao ya kijamii katika maisha yetu. Sasa ulimwengu umeenda kuwa ni kama mtaa fulani mdogo ambao kwamba tumeenda kuwa nao katika maisha yetu, tunatembea kiasi ya kwamba mtu akitaka kuzungumza na mwanadamu ambaye kwamba ako nchi ya mbali anaweza kuzungumza kwa wakati anaotaka. Sasa ukitaka kujua siasa inayoendelea katika bara la Kiarabu unaweza kulijua kwa sekunde kwa wakati huu tulionao. Siasa ambazo kwamba unastahili kuzijua katika bara la Asia unaweza kulipata katika sekunde unazozitaja, vile vile na bara la Europe na sehemu zote za ulimwenguni. Kwa hivyo mimi na wewe leo tunaenda kujua kuwa wasaili tawasul, mitandao imeenda kuchukua daurun kabiratun fi hayatina, imeenda kuchukua nafasi kubwa katika maisha yetu, kiasi ya kwamba baada ya ulimwengu
kuwa mkubwa, tumeenda kuufanya ulimwengu ni mdogo kupitia mitandao hii. Mfano, kuna mtandao wa WhatsApp ambao kwamba tunatumia vijana na wazee. Kuna mitandao ya Facebook, TikTok, Twitter. Haya yote ni mitandao ambayo kwamba mwanadamu anaenda kuishi kimaisha ambayo kwamba anatumia. Asipokuwa na mitandao haya, maisha yake mara nyingine yakazorota, kwa sababu tunaenda kuona kuwa chombo kile ndio ambacho kwamba kitapelekea katika kufaulu katika maisha yetu ya sahihi tunayo, na vile vile kwenda kuweka athari ambazo kwamba zitakazokuja kwa generation itakayofuata. Sasa hii wasailu tawasul, hii mitandao, athari zake imma an yakuna kafiran au mu'mina. Athari ambazo kwamba tutakazokuwa nazo sisi kama jamii ni lazima yawe ni athari zenye kukufurisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ziwe ni athari zenye kuwa na uumini ndani yake na imani ya kumwamini nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni, utaenda kupata athari ambazo kwamba ni salbiyat. Athari za mitandao zinakuwa negatively zaidi kuliko positively katika maisha yetu. Yamekuwa athari zinazopatikana katika maisha yetu, inakuwa mitandao yanaleta ufisadi zaidi kuliko kuleta faida zaidi, kwa sababu tumeenda kuchukua mitandao hii kutumia kwa vile vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza nazo. Tukianza kwa watoto wachanga, sikwambii vijana, watoto wenye miaka 3 mpaka miaka 6 katika jamii yetu, watoto hawa wacha kuweka password, anaweza kukuwekea wewe password usiyojua. Wewe ni mtoto wa miaka 3 mpaka 6, mtoto ambaye kwamba anaweza kukufungulia mambo wewe usiyojua. Huyu namzungumzia mtoto mwenye miaka 3 hadi 6 kwa ulimwengu tulionao. Anajua kwenda wapi ni YouTube ya kufuata vitu gani, kiasi ya kwamba tunaenda kugundua katika YouTube ile tunamwekea mtoto ule kuangalia katuni au nyimbo zile zinaleta athari kwa wakati wa kuinukia kwao. Ni tarbia, ni malezi ambayo kwamba unampatia. Kinyume chake, kuna watu ambao kwamba wanatumia zile katuni ambazo kwamba sisi tunawekea vijana wetu, lakini wakiwaonesha malezi ya Kiislamu yanavyoinuka, kwa sababu haiwezekani mtoto yule kuwa mbali na mtandao ambao kwamba unautumia. Hii ni al-hasil, hii ni kitu ambacho kwamba tuko nao katika jamii yetu. Haiwezekani mtoto kumkataza simu kwa sahihi, kwa sababu atakataa kula, kwa sababu atakataa kwenda madrasa, kwa sababu hatakuwa active katika shule ambayo kwamba wewe unampeleka. Sasa tutafanya njia gani ya huyu mtoto apate kufaidika katika ile simu ambayo kwamba wewe unaitumia? Ni lazima uwe ni kama CCTV al-muraqib. Unamchunga ule mtoto, wapi anaelekea na sehemu gani anaangalia. Sio kumwachia simu wakati uko jikoni, sio kumwachia simu wakati uko chooni. Hii inaleta athari, kwa sababu katika mitandao mara nyingine si paka uulize, bali mitandao ya kuuliza wewe, je, wataka hii? Si wewe uulize, bali mtandao wa kuuliza wataka hii ama wataka aina ipi. Wewe ni kusema yes au no. Na yes au no katika mtandao ni kitu ambacho kwamba yule kijana wa miaka 3 mpaka 6 imemvaa katika saikolojia yake ya akili. Kwa hivyo ni kukataa, lakini yes ni kufanya nini? Ni kukubali. Anakubali ule mtoto. Vitu gani vinamletea? Itakayoingia mbele ndio inamletea athari ambayo kwamba itamlelea katika
uzinduzi wa tarbia wa malezi ambao kwamba unampa. Ndio utaona leo vijana wengi hawasikii. Vijana wengi ambao kwamba tuko nao hawapendi kusoma, lakini wewe wafanya mazingira nyumbani kwako mpaka kumletea mwalimu wa private, lakini wapi? Umejaribu kujiuliza kuwa ni vitu gani ambavyo kwamba mtoto huyu ako nao kisaikolojia? Ni kwa nini skuli haanguki bali anaporomoka? Ni kwa nini madarasa hapendi? Ni kwa sababu mazingira tulomjengea pale nyumbani inamletea athari ya kisaikolojia kutokujua hayo ambayo kwamba unampeleka ni mabaya, sio mazuri. Sasa mtoto huyu ni wa miaka 3 hadi 6. Twende mtoto wa miaka 6 hadi 12. Huyu mtoto huwezi kumcontrol, kwa sababu mtoto akianza kuzaliwa akifikia miaka 3 yeye ni kama waziri. Ni kile ambacho kwamba anataka ni lazima afanye nini? Apewe. Waziri huyu ni balozi mkubwa, lazima asikilizwe. Aweza wakati umeenda na supermarket alililia chocolate, akifika kule anataka nini? Popcorns. Zimumnulie. Mwambie kule nyumbani ulisema unataka nini? Chocolate, kwa nini nikunulie popcorn? Haiendi hivyo. Ni lazima umnulie kulingana na mabadi na hisia ambazo kwamba yeye anafanya nini? Anazitaka. Huyo ni mtoto wa kwanza kuzaliwa mpaka 3. Lakini mtoto baada ya hapo kuona miaka 6 hadi 12 anakuwa wasiri. Ni lazima asikilize anachoambiwa. Ni lazima umweke command policy ya maisha ambayo kwamba yeye anayafanya. Hairuhusiwi kulala wakati huu, ni lazima asilale. Hairuhusiwi kucheza wakati huu, ni lazima asicheze. Wakati huu ni lazima upumzike, yani umwekee barnamij, timetable maalum ya kupelekesha maisha yake huyu mtoto, kwa sababu anafika katika marhala ya mumayyiz, yani kugundua hili ni la halali na hili ni la haramu. Wakati yeye haandiki madhambi, lakini anakuwa mumayyiz, anaweza kutambua kusema uongo ni dhambi, lakini kusema ukweli ni nini? Ni thawabu. Ndio kaona bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna ilivyokuwa akiwalea wajukuu wake Hassan na Hussein. Ilikuwa anawaleta msikitini wakati si mubaligh, hawajabalighi mafunzo mumayyiz, lakini wanaweza kugundua zuri au baya. Ndio ile siku moja walipofika msikitini wakamuona mzee kikongwe anatawadha vice versa, anaanza miguu, akija kichwa, akija mikono, akisukutukua. Hassan na Hussein walipomuona ule mzee wakajiuliza, je, ni mafunzo ya babu wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kutawadha au la? Wakaona hivi anavyotawadha huyu mzee sivyo. Sasa ni jinsi gani tutamrekebisha mzee huyu? Hassan na nani? Na Hussein. Mzee ule venye alivyo, kwanza wao wanakuwa ni watukuu, sio wajukuu, kulingana na Hassan na nani? Na Hussein. Mzee yule aliona ulimwengu mbele, kivipi leo asijue kutawadha? Hani maswali Hassan na Hussein wanajiuliza ili wapate njia ya kwenda kumrekebisha. Sasa wewe jiulize, utakapokuwa umekosea katika sheria moja ya Kiislamu na mtoto wako amesoma dini, namna anavyokurekebisha ni vipi? Baba, hiyo haifai, hivi hatukufundishwa. Sikia hizi kauli, hata wewe mwenyewe ambapo kwamba wajua haifai, lakini namna anavyokuface kukwambia kwa haifai pia ni kosa. Sikia Hassan na Hussein walikulelewa, wakapangana Hassan na Hussein wakasema waende kwa ule mzee. Walipofika kwa ule mzee waseme kuwa mimi na Hassan tunashindana juu ya kutawadha. Tumwambie mzee kuwa mimi na wewe twashindana juu ya kutawadha, ni nani anatawadha bora zaidi ya mwenzake. Kisha yule mzee awe ni refari, ni hakimul maidani, awe ndio mwamuzi kati ya mimi na wewe. Namba kwanza amjulishe ni nani namba. Wakaamua kwenda, wakafika kwa mzee wakamwambia, huyu Hassan
anajidai kwa yeye anajua kutawadha kuliko mimi. Na Hussein naye vile vile anamwambia mzee kwa Hassan anajidai vile vile kwa yeye anatawadha vizuri kuliko mimi. Kwa hivyo leo tumekuja kwako mzee kwa heshima na taadhima. Uangalie ni yupi ambaye kwamba anatawadha zaidi kuliko nani mwenzake. Akaanza Hassan kwa sababu ndo mkubwa. Hassan akatawadha mpaka kamaliza. Aikaingia zamu ya Hussein naye akatawadha kama mpaka kamaliza. Mzee akaambiwa ni nani mshindi? Mzee akasema nyote mmeshinda. Ila mimi ndio nilikuwa mkosa katika kutawadha kwangu. Tizama namna walivyokuwa wanamrekebisha yule mzee. Mimi nyote ni number 1. Namba mwisho ni mimi, nimejigundua kuwa sijui kutawadha. Tizama yani vipi walivyomface yule mzee. Mzee akatawadha vizuri na akarudi nao. Mipango, tarbia, malezi ya vijana wote. Sasa mtoto akifikia katika umri wa kubalighi, huwa ni mumayyiz, anajua kwa hii mogokaa inadhuru. Anajua kwa hii kukesha katika ibada inadhuru, anajua. Mbali ya kwa yeye haandikiwi madhambi. Lakini ni lazima umfundishe, ndio ile ukifika miaka 7, ni umfundishe akifika 10 umchape na hajabalighi. Mtoto wa kiume anabalighi kuanzia miaka 14 kamaria. Na mtoto wa kike anabalighi akianza miaka 9. Akifika 10 bwana mtume anasema umchape, bi maana anaelewa hili ni baya na hili ni. Sasa tuingie katika mada yetu, turudi. Wasail tawasul, mitandao tulionao kwa vijana ambao kwamba tuko nao, kuna mambo mingi ambayo kwamba yanawaharibu kuliko faida zao. Lao tukiamua kuwajenga vijana wetu, ni kitu gani ambacho kwamba unafaidika katika mtandao wa WhatsApp? Hakuna la maana. Ni kitu gani ambacho kwamba wafaidika katika mtandao wa Facebook? Hakuna la maana. Yani uchukue yale majawabu uyaweke katika mizani. Atakhifu mizanu wa amtathkil, upime je, kuna mazuri mengi yameshinda mabaya au mabaya yameshinda mengi? Ikiwa mazuri yameshinda mingi, huyo kijana yastahili mpige saluti, kwa sababu anawekewa CCTV ya tarbia ya malezi nyumbani kwake, kuoneshwa hili ni baya na hili ni nzuri. Mbali ya kuwa hatuwezi kuepuka vijana wetu wasitumie mitandao, hili swala limekuwa haliwezekani, wa ila utaweka moodless kwa kijana kwa maisha yake. Lazima tutembee kulingana na maisha na kufanya nini anapotembea. Unaweza mzee watumie kabambe, lakini ule mtoto wako ule mwenye miaka 15 ako form 2 shule hawezi kutumia kabambe, na anakuambia lazima umnulie. Kwa sababu shuleni kunatuma homework kupitia simu ya nini Android, na wewe huna, lazima utafanya nini? Utanunua. Yani haiwezi kuepukika, lakini kuepukika kwake ni lazima tuwe na CCTV pale nyumbani ya kumwangalia, je, anaingia katika wajibatul manzil kwenye homework zile anaopewa au la. Waila tukimwatia rebo huko sako kazini, kuna mambo yanakuendelea wewe juu. Mwisho wa kuisha homework hazijabalizika, lakini anajua zaidi ya nini ya homework alopewa. Ukishtuka mtoto anakuambia amechoka kusoma. Ukishtuka mtoto anakuambia hii madrasa inaboresha, ibadilisha madrasa nyingine. Si utapata vijana wako staili hiyo? Hii haina elimu hii madrasa, badilisha madrasa nyingine. La, hakuna kituo chochote cha elimu ambacho hakina elimu. Ni kwa ni yule kijana hako tayari kubeba mafunzo ya shule ile au ya madrasa ile, kwa sababu imembana kwa yale mazuri anayoyataka. Hampati nafasi, anaambiwa aje kuanzia asubuhi mpaka saa 10 wakati shule zimefungwa. Umembana wewe. Lakini madrasa ile nyingine wanaenda mpaka saa 6, saa 10 uko free, saa 8 uko free. Anapenda hivyo, si kwa anapenda ile ina elimu. Lakini sisi wazazi, sisi walezi, tunaenda kumwambia ule mtoto ni kweli, hata ukimwangalia katika result zake anaanguka. Ni kwa sababu mood yake haiko kwenye ile madrasa. Si kwa madrasa ni nini? Ni mbaya. Watoto wanakuwa na hizo style. Ni lazima uwagundue watoto kulingana na hisia wanazotembea kwa miaka yao.
kila miaka kuna mambo yanafanya nini, yanabadilika. Sasa ndugu zanguni, wasailu tawasul, haya mafungamano ya kimitandao katika jamii, kuna mambo chungu mzima ambayo kwamba yanaenda kusaidia katika kujenga jamii ambayo kwamba imetuzunguka. Ili kufaidika kwa mambo kama haya, ni lazima tuwe tayari kuyafanyia kazi kivitendo. Moja, katika nyanja za kielimu ambazo kwamba mwanadamu anastahili aweko nazo ni kuingia library. Hapa shanzu nzima, mimi binafsi ambaye kwamba ni talabul ilmi na tafuta elimu, mpaka leo sijaona public library ambayo kwamba naweza kuingia nikasoma. Sijaona shanzu wadi mzima hiyo, sijaiona, labda private sijui. Lakini katika jamii kama jamii ni lazima kupatikana na library, maktaba ambayo kwamba kijana akipita mtaani anaweza kuona, si kusoma jamani, kuona. Ile inaleta athari kisaikolojia kwa masomo yake. Lakini mitandao imeenda kuweka maktaba katika viganja vya mkono. Unaweza kupata kitabu chochote unachokitaka katika ulimwengu katika huu mtandao ambao kama tuko nao. Mahali yoyote, mwafalsafa yoyote unamsikia unaweza kumpata katika mtandao. Vitabu vyote ambavyo kwamba unazitarajia library unaweza kuzipata katika mtandao. Sasa wasailu tawasul, moja ambayo kwamba inaleta nashrul maarifa. Maarifa na elimu inapatikana katika mitandao. Kijana ni lazima umfunze kuwa hii unayoshika tayari ni kitu ambacho kwamba kina elimu kukuliko. Wewe ni wajibu wako kutumia akili ya kwenda kuchukua hiyo elimu ambayo kwamba iko katika kitabu. Lakini chukua simu za vijana wetu, angalia, kuna app yoyote ya kitabu, sikwambii maktaba, wala kuna app ya maktaba nzima, vitabu kukushinda wewe unavyovijua. App ya kitabu chochote, hata kama ni cha faradhi ya swala, hakuna. Lakini tizama, kuna app usizozijua za betting kila aina, kuingia kule tofauti, sijui kuweka hii utaji. Nashrul maarifa, suhula tutawasul. Mitandao yatupelekea kuwasiliana kwa urahisi. Wakati wewe utakapofika shanzu, si kwenda kumwangalia aliyo shanzu, ni kumpigia simu. Inawezekana simu za watoto wetu hazifanyi katika call, lakini katika mitandao fulani ufanya, ametosheka. Akipiga hasikiwi, hiyo kwake si tatizo. Lakini wewe mzee, ikiwa simu haisikiki unasema simu ni mbovu. Lakini kwa kijana ikiwa inaingia WhatsApp, Facebook, matatizo ya kuwa halo haisikiki, hiyo kwangu ni jambo la rahisi, haina taabu, waweza kubaki nao miaka yote. Kwa hivyo jambo la pili ni suhula tutawasul. Tatu, khidmatu da'wa. Tizama zaidi, unaweza kusema weka kongamano ambalo kwamba la kuwatoa vijana miadharatini, waache mogoka, waache bangi. Sahihi, ukienda kuwakusanya watakukimbia wale vijana. Kama watu wa tablighi, wakija watu wa tablighi maskani, wakiingia jamaa ruti, kwa sababu wanaona mavazi sio. Lakini wasailu tawasul ni chombo muhimu cha khidmatu da'wa, kinaweza kufanya da'wa zaidi kuliko wewe kutoka. Aliyoko kazini wamtumie kwa katika da'wa. Kuna grupu ambalo kwamba la kuhimizana kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, ni da'wa. Kuna grupu la kuwekeana alam, nani ambaye kwamba hajafika msikitini, ni da'wa. Kuna grupu unaweza kuweka kuingia kutoa watu katika giza kuingiza katika mwangaza. Mashakili zaujia, shida za ndoa unaweza kuzitatua ukiwa katika mtandao. Wakati umeweka grupu lile na kuhamasisha mambo ambayo kwamba yako, kijana ataona kwa urahisi, si kwenda msikitini, hawezi. La kufanya ni kumuuliza yule mtu ambaye kwamba yuko katika grupu lile, ndio kiongozi au ni mwenye mdawa, kumuuliza, je, ikifanya hivi na hivi hii talaka imepita? Ni dawa. Kwa hivyo
nashrul khidmatu da'wa, binau tijara. Mtandao unaweza kufanya biashara, si kwenda kufungua kiduka. Huna mtaji wewe wa kulipa rent 6,000, wa kulipa rent 5,000 kwa mwezi, huna wakati gani? Ni lazima ujitume. Na moja katika kujituma, mtandao wako unaweza kuanika biashara zako za halali na ukapata kipato cha kukidhi jamii zako. Hii wingi wameenda kufanya, hasa mabinti zetu. Taenda kupata mabinti wanafungua hii, mara anauza magauni fulani, mara hawana uwezo wa kununua kuchukua mlango, lakini badala ya kuchati na umbea ndani, wakaenda kuana chati mtu kwa ajili ya biashara yake ya nini? Ya halali. Kwa hivyo katika mitandao inakuja binau tijara, katika kujenga biashara. Ndugu zangu ni Waislamu, sisi vijana, nazungumzia kama sisi vijana, wasailu tawasul, wallahi ninaweza kusema ni silaha ya kumuinua mtu katika maisha yake. Hii silaha lao tukiitumia vizuri, namna venye ambavyo kwamba anapenda Mwenyezi Mungu na mtume wake, inaweza kututoa katika umaskini ikatuingiza katika nini? Katika utajiri. Inaweza kututoa katika ujahili ikatuingiza katika elimu. Inaweza kututoa katika giza ikatuingiza katika mwangaza. Kwa sababu ni chombo kilichokuja na si rahisi kuepukika katika maisha yetu. So ni jinsi gani ya kukitumia vizuri chombo. Kwa hivyo kuna magrupu zaidi ya mengine ambayo kwamba yanapatikana ya khairat kwa vijana, wazee, kujenga kiroho kwa kuendeleza jamii ambazo kwamba zimetuzunguka, na vile vile kuingilia masala ambayo kwamba jamii imepata shida kuingiza katika mambo haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Nas'alullaha al-'auna wa at-tawfiq bima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.